Ile godoro litanisaidia nini? Litanisaidia nini? Alafu bado unataka unisumbue na hiyo miharufu yako. Wewe ungeweza kuvumilia vyote hivyo? Mume wangu, mbona unachanganya vitu viwili tofauti? Tunaongelea kuhusu harufu yangu, tatizo langu, au tunaongelea kuhusu sherehe zetu sijui na vyombo na magodoro? Mbona ni kama unanitafutia sababu za makusudi? Nimefanya kila kitu ili nikuridhishe mume wangu. Imefikia mpaka hatua nipo tayari mwanaume wangu ulale na mwanamke mwingine, ili mradi nikuridhishe, ili mradi moyo wako upate hiyo amani unaoitaka. Unahisi mimi nilifurahia kufanya vile, kukuruhusu lale na mwanamke mwenzangu? Ni maumivu ambayo siwezi kuelezea, lakini kwa sababu nimeelewa tatizo langu, ndio maana nikaona mume wangu unahitaji furaha na nikakuruhusu. Unataka nifanye nini hiki kingine? Unataka ninywe sumu nife au nifanye nini? Hata mimi hali sipendi, naichukia. Shida yako nikikwambia kitu utaki kunielewa. Ninachokimaanisha kwamba sihitaji ulale humu ndani. Ninamaanisha nataka uondoke. Mume wangu, unanifukuza nyumbani kwangu. Wewe ni mume wangu, unatakiwa kusimama na mimi katika kila hali. Hivyo ni mwanaume wa aina gani? Ni mume wa mfano upi? Hilo mimi sihitaji kulijua. Kwa hiyo mimi ninachokiomba utoke. Utajua wewe unakwenda kulala kama ni sebreni au barazani au barabarani. Unanielewa? Haya. Candice. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimeenda kumalizia ile issue nilikuwa nimekwambia muda ule asubuhi. Mimi na wewe tulikuwa tumekubaliana kwamba leo tutashinda nyumbani pamoja. Na ndio maana asubuhi na mapema kabisa mimi nilikupokea na tukashinda wote pamoja. Lakini sikujua kwamba pale ambapo mimi nitakuwa nimekuaga ili nitoke, kumbe na wewe nyuma yangu utakuwa na safari zako ili utoke. Ulichokuwa umeniomba wewe ni fedha tu kwa ajili ya kununua vile vitu ambavyo ulikuwa unavihitaji. Lakini je, ruhusa na idhini ya kutoka umepata kwa nani? Babe, simu yangu ilikuwa haina salio, kwa hiyo nilishindwa kukwambia. Alafu pia babe, rafiki yangu alinipigia simu, alikuwa anaumwa, kwa hiyo ndio maana niliwahi kwenda kumwangalia. Rex, kwenye maisha ya mbio za sakafuni lazima ujue maisha yako yataishia ukingoni. Na pale ambapo unataka kumjaribu au kumdanganya mtu, inatakiwa uwe unatumia mahesabu. Hapa ndani pana wifi. Kwa nini usiingie online ukanipigia WhatsApp? Salio ni kitu gani labda? Lakini je, upendo wako ulikuwa wapi pale ambapo wewe ulikuwa huna salio? Ulikosa namna ya kunitafuta?
Ulikosa namna ya kunipa taarifa? Ama nilikuwa sipaswi kujua sehemu ambayo ulikuwa umeelekea? Rafiki yako alikuwa anaumwa, mara nilikuwa nimeenda kumalizia ile jambo nilokuambia asubuhi. Nishike lipi kati ya hao mawili? Rex, kila mwanaume kwenye maisha yake ana msimamo wake. Unapoivunja misimamo yangu haimaanishi kwamba umenikosea, ila inamaanisha kwamba unataka kuweka umbali baina yangu na yako. Makosa kwenye mahusiano ni kitu cha kawaida sana, lakini sio uvuke mipaka. Mimi mwanaume nikitoka na kuaga, lakini wewe mwanamke ukitoka hauagi. Kibaya unajua kabisa hii nyumba sio ya kwangu. Hii nyumba ni nyumba ya wazazi. Umeondoka bila kuniaga ukitegemea kwamba ukirudi utanikuta. Ukakuta wageni wamejaa humu ndani na kuaje? Je, ukamkuta baba na mama amerudi bila taarifa? Na kingine, ikiwa wewe umepiga magoti, ni ishara kabisa kwamba unajijua umekosea. Hivyo basi, mimi ni mwanaume ambaye nahitaji muda ili niweke akili yangu sawa. Tafadhali, kwa usiku wa leo nenda kalale kwako. Alafu pale ambapo utajihisi ukija hapa, unaweza ukanipa taarifa unapotoka na unapoingia. Karibu. Babe, you're not serious bwana. Baby, naomba nisamehe. Haitarudia tena, kia Mungu tena. Naomba nisamehe. Haitarudia tena mpenzi wangu. Niache. Ondoka. Sio kila sura ya kondoo inapaswa kuwa ya simba. Na mimi sipendi mahusiano ya maumivu na ngumi. Kwa hiyo sitaki nitumie nguvu kukutoa ikiwa tayari umeshajiona hisia yangu haikuhitaji. Nenda, ukilijua kosa lako kwa vitendo, rudi tutaongea. Lakini mpenzi wangu anazungumzika baby. Anazungumzika. Chazi, huo muda ulikuwa sio kumlaumu mimi. Wewe kila kitu unakijua. Chazi, wewe unadhani ya maisha mimi nayapenda? Mimi mwenyewe natamani kuwa kama wewe. Lakini issue nzima unaijua, Jinsi yule mwanamke alivyoning'ang'ania na kuniganda kama ruba. Ndio maana unaona kwenye hiyo mipango na kuna toka nje ya frame. Katope. Nikwambia kitu kimoja. Hivi yule mwanamke amekupa kitu gani wewe? Yule mwanamke ni kitu gani kikubwa ambacho kinakufanya mpaka unamng'ang'ania wewe? Hakuna mtu yote asiyomjua hapa mtaani jinsi alivyo. Wewe unamng'ang'ania ili iweje? Ni mwanamke ambaye haendani na wewe, hana hazi na wewe. Anakufanya unaonekana tofauti, anafanya mpaka unaonekana unadharaulika. Mimi na mtu wangu unajua sasa hivi. Umeelewa? Na mwanamke ambaye kila kitu unavyoniona anavaa, anapendeza, yote ni kwa ajili yake. Sio maisha ambayo Katope unatakiwa kuishi hayo. Badilika. Shini, nimekuita hapa kwa sababu moja tu. Siku zote mfugaji wa mbwa akitaka kumfundisha mbwa wake tabia, ana uwezo hata kumnyima chakula. Sasa basi, nimegundua kitu kimoja. Rex mpenzi wangu ana nidhamu mbovu sana. Hawezi kunipa taarifa kipindi anapotoka, wala hawezi kunipa taarifa kipindi ambacho anakuja. Hilo swala mimi kwangu limeniboa. Hivyo basi, nakuomba kuanzia leo, mtu yoyote anayehusiana na mimi ama mtu yoyote anayehusiana na jamii ya humu ndani asiingie bila kuleta taarifa. Asije bila kutoa taarifa. Na ikiwa hajatoa taarifa, basi wasiliana na mimi moja kwa moja. Nitakupa idhini abaki ama aende. Nadhani umenielewa. Sawa kaka, mna shida, nimekuelewa. Chazi, hivi nafikiri mimi sitamani kuwa na maisha mazuri kama wewe.
mwenyewe natamani au maisha nayoishi. Mimi najua maneno yote yanayoongelea hapa mtaani kwamba mwanamke wangu ananuka. Na nimejaribu kufanya kila njia za kuondoka karibu yake, lakini inashindikana. Yaani si ni mapenzi, si ni nini, si hata amerogwa. Yaani ananigana, ananing'ang'ania. Kwa nafikiri mimi sitamani kuwa na maisha kama unaoishi wewe. Mimi sitamani kidenteni, natamani. Lakini issue kubwa yule mwanamke. Lakini nakupromise kitu. Nitafanya kila njia yule mwanamke nimtoe nimpeleke mbali. Na nikishafanikiwa, unalijua timbuli langu Chazi. Za saizi kaka. Nishakwambia mara ngapi usije dukani kwangu? Mbona dada huyu muelewa? Hebu ondoka. Unanijazia tunzi hapa, harufu yote hii. Ondoka basi. Ni kweli, najua umenikataza nisije hapa dukani kwako. Lakini nilikuwa naomba unisaidie sumu na maji. Sumu tu? Baki na hela yako. Shika. Nakutakia maisha mema huko uendapo. Baby. Ujue mimi najisikia sana faraja uko na wewe. Najikutaga ni mwanaume wa tofauti sana nikishakuaga na wewe karibu. Na kuna muda uwaga sitamani kabisa ukae mbali na mimi. Kwa sababu unajua wewe ndio tiba yangu. Na wewe ndio daktari wa maradhi yangu. Nakupenda sana Rexy. Alafu nikukumbusha kitu kimoja. Unakumbuka siku ile wakati tuko supermarket pale? Tumekutana supermarket. Kiukweli siku ile umeniokoa sana. Yaani siku ile kama sio Mwenyezi Mungu kuniletea mrembo kama wewe, mimi nahisi kama siku hiyo ningezalilika sana. Na ningeaibika nahisi. Kwa sababu mkeka wote ulikuwa ushachora pale. Natakiwa nilipe. Nalipa na nini kila nikijicheki wallet sina. Kiukweli Mwenyezi Mungu akiwa amepanga kumbariki mja wake, huwa hakuna binadamu wote anaweza akapinga hicho kitu. Kwa mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniletea kiumbe kizuri kama wewe. Babe, unajua mimi ni mtu ambaye sio kusaidia watu kabisa. Lakini tangu nilipokuona wewe, nijikuta tu nimekusaidia. Sijui kwa nini. Ila nahisi ni mapenzi. Alafu ujue kitu kingine mtu, yani katika kitu ambacho mimi nimekuwa appreciate, nimekuta katika penzi lako ambalo yani lina mahaba tele yani. Umeshanielewa? Lakini bado umekubali kunikubalia na umeamua kuwa na mimi. Umeelewa? Kwa maana kwamba moyo wangu umeuthamini pia. Na hukujali kwamba wewe una mahusiano yako na una mapenzi yako, lakini mpaka umeamua kuwa na Chazi. Kitu ambacho mimi nakwenda kuahidi ni kitu hichi kimoja. Mimi naahidi kukupenda, kukuthamini, kukupa moyo wangu na kukupa heshima yangu mimi. Oa ndugu yangu samani. Unajua huyu bidada ni mara ya pili hii nakutana naye. Lakini kadri ambavyo nakutana naye, namuonaga mara nyingi uso wake umejaa simanzi. Alafu ni mtu ambaye ana huzuni sana muda wote. Shida kubwa inomkabili dada ni nini? Huyu dada amekuja kununua sumu hapa. Ananuka mtaa mzima huu wanamjua. Uone hata hapa ameondoka, unasikia harufu. Alafu unasikia kwa amekuja kununua sumu. Aende akapumzike kutokana na fedha anayopata hapa mtaani. Hapa ndo nimepata jibu. Unajua hata ile siku ya kwanza ninapokutana naye alikuwa ana harufu, lakini mimi sikujua kama hiyo harufu ni ya kwake, nikajua ni ya ule mtaa.
Lakini ndugu yangu, umeanzaje kumuuzia mtu sumu ikiwa unajua kabisa itaenda kumdhuru? Kutokana na fedha anazopata hapa mtaani, bora aende akajipumzishe tu huko, maana anapitia tabu sana. Nakuja mara moja. Usijali. Na pia nimekumbuka kwamba tuna Laki4 na pia decide niende kukopa pesa milioni 1 na Laki6 kwa ajili ya kuanzisha ile biashara yetu. Yaani mimi ndo maana nakupenda sana mwanamke wangu. Yaani nikisema kumbe nakupenda mimi namaanisha na sijakosea kupenda mwanamke kama wewe. Mwanamke ambaye unanijali, mwanamke ambaye unanithamini na mwanamke ambaye utamani nipate shida aina yoyote ile. Acha nikupende mama. Asante sana mwanamke wangu. Asante pia baby. Ni aliumba mapenzi ni nani? Aje tujuane, nimueleze yaliyoko moyoni. Kwa nini? Ilikuwa mimi na yeye tulopita wote, mwenzangu amesahau maumivu ameniachia mimi, mvumilivu mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo ya busara zangu kwako. Kwani mimi nilipatwa na nini kukuamini? Yani umeenda. Kwani aliumba mapenzi ni nani? Aje tujuane, nimueleze yaliyoko moyoni. Kwa nini anichome? Huwa yaona machozi yanatiririka, na mimi siwezi, moyoni vidonda. Kama kupenda sitaki tena. Ilikuwa mimi na yeye tulopita wote, mwenzangu amesahau maumivu ameniachia mimi, mvumilivu mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo ya busara zangu kwako. Kwani mimi nilipata